Imani isiyozimika, safari ya Amer kuelekea hija. Unaambiwa siku zote mtu mwenye nia thabiti, milango hufunguka, hata palipoonekana hapapitiki. Karibu katika makala hii iliyoandaliwa na kusimuliwa nami Fatma Benard, inayohusu Amer na vikwazo vya kwenda hija. Hadithi ya Amer al-Mansur Gaddafi kutoka Libya ni mfano hai wa msemo huo. Katika harakati zake za kwenda kuhiji, aliandamwa na vikwazo visivyotarajiwa. Kwanza jina lake likamletea kizuizi cha kiusalama, baadaye ndege ikamwacha na rubani akakataa kumfungulia mlango. Hali hiyo inaweza kumvunja moyo yeyote, lakini Amer hakutikisika. Alisimama imara akisema kwa msimamo, sitaondoka hapa isipokuwa kuelekea hija. Kauli hiyo japokuwa rahisi, ilikuwa tamko la moyo uliojaa imani. Kwenye nyakati hizo ngumu, aliamini kuwa kama kweli Mwenyezi Mungu amemwandikia kuhiji, basi hakuna nguvu ya binadamu inayoweza kuzuia. Kama ilivyoandikwa kwa kadari, ndege ilipatwa na hitilafu, si mara moja bali mara mbili. Mwisho wa safari ya majaribu, rubani mwenyewe akasema kwa sauti, sitaruka bila Ameri. Ndipo safari ya Ameri ikatimia, si kwa nguvu, si kwa vitisho, bali kwa subira, msimamo na imani. Wacha nikurejeshe nyuma kidogo. Pindipo Ameri alikimbiwa ndege hiyo mara ya kwanza, ndege ilienda kupata hitilafu. Hatimaye rubani alirudi tena. Baada ya kurudi na ndege ilianza tena safari, pia hakumruhusu Amer kupanda ndege hiyo. Iliondoka na kumwacha tena kwa mara ya pili. Wakati ipo safarini, pia ndege hiyo ilipata hitilafu kwa mara ya pili, na rubani kubaini ya kwamba safari hiyo bila Amer haiwezi kufika. Ndipo alipofanya maamuzi ya kumchukua Amer na kwenda naye Maka. Funzo kuu hapa ni kwamba mambo makubwa hayatokei kwa haraka wala kwa urahisi, bali kwa msimamo wa ndani. Kuna wakati dunia itakuambia hapana, lakini mbingu zitakuwa zinasema ngoja. Mungu akikupangia jambo, atafanya hata mashine zirudi nyuma kwa ajili yako. Kama msemo usemavyo, kilichoandikwa kwa ajili yako kitakufikia, hata kama kiko chini ya mlima. Katika dunia iliyojaa kukata tamaa na haraka, tukio la Amer ni mwanga wa matumaini. Ni sauti inayotuambia usikate tamaa, usimame imara na yakini yako isiwe na mitikisiko. Hija yake si tu safari ya kwenda Maka, bali ni safari ya imani, subira na ushindi dhidi ya vizingiti. Makala hii ni wito kwa wote wanaopambana na vikwazo vya maisha. Ukishikilia nia njema, Mwenyezi Mungu atakufungulia njia zisizotarajiwa. Mwisho wa safari ni kwa wenye msimamo, na Amer ndiye shahidi hai. Kwa kukimbiwa mara mbili na ndege, hakukubali kukata tamaa kizembe. Mwenyezi Mungu alishamwandikia ataenda kufanya ibada ya hija, basi ilitendeka hivyo. Fatma Benard, ASAM Online TV.